Umesema kwamba una huduma ya mwanzo mpya. Ningependa kufahamu ndo wito wako wa ndani, yani ndo ndani yako unasikia hivyo? Kwa sababu wachungaji wengi huwa wanaendesha huduma kutokana na wito uliomo ndani wake. Na kila mchungaji anakuwa na wito wake. Wito zinatofautiana. Kuna mtu ameitoa wito wa kutia nguvu miguu miregevu, mwingine kaitoa wito wa kuwaponya tu watu, yani kazi yake ni miujiza, kuponya watu, kuwafanya watu wafunguliwe. Wewe wito wako ni upi? Mimi wito wangu ni mwanzo mpya. Kama ilivyokuwa kwenye maisha yangu, nimekuwa nikichukua hatua mpya za kimaisha katika kutenda, kufikiria, katika kufanya mambo, katika kufanya maamuzi, katika kuishi maisha. Nimekuwa ni mtu wa mwanzo mpya. Na huo ndio wito wangu mkubwa, kuwafanya watu wasistaki kwenye maisha fulani, mawazo fulani au tabia fulani. Kwa mfano, kama mtu ana tabia fulani ambaye hata yeye mwenyewe haipendi, mimi nipo hapa kumwambia kuwa unastahili mwanzo mpya kwenye maisha yako. Kwa sababu ukisikia sauti ndani yako inakuambia kitu ulichonacho hakitakiwi tena, hata kama ni kizuri au ni kibaya, maana yake hakitakiwi. So hiyo ni kengele kutoka kwa Mungu mwenyewe inayokutaka uchukue hatua nyingine. Watu wengi wanapata maumivu kwa sababu wanang'ang'ania. Hata ulivyoniuliza lile swali la mambo ya kujiajiri na kuajiriwa, nilikujibu vizuri sana. Na kati ya vitu ambavyo nilikwambia unabidi wewe mtu mwenyewe wewe unajua unataka nini. So ukijua unachokitaka kwenye maisha, utalazimika kuwa na mwanzo mpya kila baada ya muda fulani. Ukitambua kile unachokitafuta kwenye maisha, utalazimika kuwa na mwanzo mpya baada ya muda fulani, kwa sababu kila hatua ya maisha unayohitaji itahitaji maarifa mapya, itahitaji watu wapya, itahitaji fikra mpya, na itahitaji matendo mapya ya kwako mwenyewe. Okay. Unaposema mwanzo mpya unamaanisha nini? Anaposema mwanzo mpya ni kwa mfano mtu anauza karanga. Kwa mfano mimi nimekulia kijijini, sehemu ambapo unakuta kuna mtu fulani anauza karanga, unamfahamu mpaka unakuwa, mpaka sasa hivi tukirudi kijijini kula sikukuu, tunawakuta bado wanauza karanga. Anauza karanga kwa namna ile ile, anauza karanga kipimo kile kile, anauza karanga kwa staili ile ile, na ukiangalia vizuri unaona bado hata mtaji ni ule ule. Sasa hiyo inanifanya mimi niwe na hii huduma ya mwanzo mpya, ili kuambia watu kwamba maisha yanatakiwa kutiririka, maisha yanatakiwa kuflow, maisha yanatakiwa kusimama. Kwa mfano, kama unauza karanga leo, uwe na malengo makubwa kupitia hizo karanga ambazo unaziuza. Manake leo tukuone unauza karanga za kupima, kesho tukuone unauza karanga za package, kesho kutwa tukuone unauza karanga kwenye sehemu ambazo ni kubwa. Siku zinazoenda tuone una supply karanga Tanzania nzima, siku zinazoenda tuone una supply karanga nje ya nchi. Huo ndio mwanzo mpya kwenye maisha. Okay, asante sana Pastor. Ningependa tumalizie kwa kusikia ushauri kutoka kwako, labda kwa mtu anayetazama kipindi hiki kwa wakati huu. Kuna vijana, kuna wamama, kuna wadada. Umesema kwamba lengo lako la ndani kabisa ni kuwafanya watu kujitambua, kujithamini, kujikubali, kujipenda. Ningependa uwaambie neno lolote litakalo wapelekea kuwa katika hali hiyo. Unajua ikiwa wewe umeokoka, una sababu kubwa sana za kuyafurahia maisha. Kwa sababu mtu yote ambaye ameokoka tayari amepata ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ni Kristo mwenyewe. Inamfanya huyo mtu aweze kuishi maisha ambayo hayana majuto, na kukubali ile hali aliyonayo, huku akiwa ana matumaini na imani kubwa kuwa yale maisha anayoyaishi ni yale Mungu aliyoyaamua yeye aweze kuyaishi. So ikiwa unahitaji kuishi maisha mazuri, ni lazima kwanza uokoke. Na kitu cha pili, uanze kuijenga imani yako kupitia ushuhuda unaotengeneza wewe mwenyewe, kupitia mapito ambayo Mungu anakupitisha, kupitia yale magumu ambayo ulikuwa unaona hayawezekani na umemwomba Mungu yamewezekana. Vivyo hivyo ndivyo ambavyo utaweza kuijenga imani yako kama mwanzo ambavyo nilisoma. La wote tunatakiwa kumtazamia Kristo. Ndio maana nimeshika kidogo hapa nisome kwenye Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Inasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu kwa Bwana, yani Mungu,
kama vile katika kioo tunabadilishwa kufanana na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa hiyo Bwana wetu Mungu ni Roho ambayo inakaa ndani yetu. Maanake tunatakiwa kuproduce mambo kama Mwenyezi Mungu. Maanake chochote ambacho tunakifanya au chochote tunachokitenda au chochote ambacho tunakisema, watu lazima wauone utukufu wa Mungu. Sasa ukimtazamia Kristo, manake yeye atakuwa ndani yako, ama ukimwamini Kristo manake yeye atakuwa ndani yako. Manake chochote ambacho utakiproduce nje kitakuwa kimetokana na mwongozo wake. Manake watu wataweza kumwona Mungu kupitia wewe, kwa kuwa wewe umemwamini Yesu Kristo na unatenda, unasema, unaishi kwa mwongozo wa Yesu Kristo. Okay. Yeah. Asante sana Pastor. Asante sana. Watazamaji wetu wa podcast ya Mwanzo Mpya, tutakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo, lakini Pastor Betson tumekuwa naye hapa siku ya leo. Unaweza ukamfuatilia kupitia kurasa zake za kijamii, Instagram, TikTok anatumia majina ya Pastor Betson, lakini Facebook anatumia Mchungaji Betson. Yes. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Amen.